Mimi ndio PA ya mtu tunamtafuta, anaitwa Honorable Shadrack Maritim. Kwa jina ya kisiasa anajiita Captain. Captain alikuwa mwania wa ubunge wakati wa siasa ya 2022. Hakuweza kufanikiwa. But sasa yeye bado ni aspirant ya kiti ya ubunge ya Tindri Sub County. Mara ya mwisho mheshimiwa Captain alionekana akitoka kwa nyumba yake pale Unity Homes saa 12:02 ya asubuhi, Jumatatu asubuhi. Akaonekana kwa CCTV footage, alitoka kwa gate akielekea ile njia ya kuingia kwa Lobo. Kuna hiyo njia inaelekea bypass. Baada ya hiyo hakuweza kurudi tena mpaka wa sasa. So tumekuwa tukimtafuta yeye, leo ni siku ya 5 tukijaribu kutafuta yeye, but hajapatikana. Pale nyuma aliweza kupokea vitisho kidogo na CEO wa polisi anaitwa Peter Lele. Wakati tulikuwa pale Tindre nyumbani, akapokea vitisho kukuwa Peter Lele alikuwa ambaye pia alikuwa mgombeaji wa ubunge wakati wa 2022. Sasa hiyo vitisho tuliweza kuripoti pale Songo Police Station. Na wakati tuliripoti pale Songo Police Station, tukakuwa referred to Kapsabet, DCI wa Kapsabet. Tukafika pale tukaandikisha settlement, lakini mpaka wa sasa hiyo uchunguzi bado haijakamilika. Mpaka sasa juzi tumepata alienda Monegran but hajarudi. Mara ya kwanza pia kulikuwa na kitu kama hii pale Kapsabet wakati aliamka hivi asubuhi, akapata kinywaji ya mchana ya asubuhi, akaelekea bank KCB Bank Kapsabet. Wakati alitoka pale Kapsabet akakuwa kidnap na alipatikana kule Migori kwa hoteli inaitwa Florence. So tukaweza kuripoti hiyo kesi, tukafanya kazi na DCI ya Kapsabet, tukaenda tulifanya search ya 18 hours. Akapatikana pale Florence Hotel Migori saa 9 ya asubuhi. Unajua wakati sasa wenye alikuwa anatoka akienda hiyo morning run, aliweza kuacha kila kitu, hakutembea na simu ilipatikana kwa nyumba yake. Mpaka wa sasa bado hiyo simu iko pale kwa nyumba yake. Kwa majina naitwa Steven Sawe. Shadrack ni ndugu yangu. So siku hiyo Shadrack akipotea hatukuwa na yeye. But wakati tulipata hiyo habari, tumetoka nyumbani kuja kujumuika kumtafuta. But mpaka kwa sasa hatuna ujumbe yoyote yenye inaweza tusaidia tumpate. So kama familia tunapitia mahangaiko makubwa kwa sababu hatulali, hatuna amani yani. Sababu hatujui yako wapi. Na hatuna fikira yote kwamba ati anaweza kuwa alijipeleka mali mwenyewe, kwa sababu ni mtu wako sawa. Hatujaona shida yote kwake. So sisi ombi letu ni kwa authorities ambaye wanafuatilia hii kesi waweze expedite ama kuharakisha uchunguzi angalau, sababu muda haipo na sisi, muda inasonga and we are worried. Na angepatikana akiwa hai ingekuwa ni furaha yetu kama familia. Okay, Shadrack Maritim ni mzaliwa wa Kenya. Na hapo katikati kwa masomo yake alifanikiwa akaenda Marekani kusoma na kufanya kazi. So yeye alifanya kazi Marekani mpaka na majeshi ya huko. So around 2020 ndio alikuja kujijumuisha kwa mambo ya siasa, hiyo 2021 na 22. Kwa sahii makazi amekuwa anaishi nyumbani na hapa Unity Homes Eldoret, ndio mahali watoto wake wako wakisoma tauni. So mara mingi yeye huoperate nyumbani na Eldoret. So kama hiyo siku alitoka nyumbani on Sunday jioni, alishinda nyumbani the whole of Sunday, Saturday, Sunday. So alitoka jioni kuja kuangalia watoto. Hata leo hii ilikuwa ni graduation ya mtoto yake. Hivi sasa mtoto ana graduate minus babake. So hii ndio machungu ya familia. Mimi naitwa El Koskei. Shadrack Maritim ni ndugu yangu. Mimi ni mkubwa kwa familia hiyo ya kina Maritim.
Mimi kama ndugu yake, mimi pia nimesumbuka sana kutafuta yeye, na ningeomba wananchi wa Kenya, yule yote ambaye amemwona atueleze ili atusaidie. Tumehangaika sana kumtafuta. Otherwise sisi bado tunangojea tu, tuna matumaini mema ili akuja akiwa salama. Ni mtu wako na watoto wangapi? Ana miaka mingapi? Kuna watoto 3 na ako na miaka 40 na 38 years. Bado mtu mdogo. Ile kama alishindana na wenzake kwa viti ya bunge pande ya Tindret. Nafikiri hiyo si kitu ambaye inaweza kumfanya ateswe namna hii. Ni heri ya wachiliwe akuje nyumbani. Asante sana. Kwa majina naitwa Sefania Kamoren, kamanda wa polisi eneo la Kapseret. Siku ya Jumatatu tulipata ripoti kwamba kuna mtu ambaye kwa majina naitwa Sami Maritim ambaye aliweza kupotea. Kulingana na ripoti ambaye tumepata kutoka kwa mtu ya familia ni kwamba alitoka nyumbani kwake mahali naitwa Unity Homes, akaenda kufanya mazoezi ya mbio asubuhi. Alipotoka kwa nyumba alikuwa anaenda mazoezi, na kwa kawaida yake huwa baada ya mazoezi huwa anarudi kwa nyumba muda ya baada ya saa moja hivi. Lakini huo muda ulipokuisha, wakawa na wasiwasi kwamba mbona hajarudi, na wakaweza kufuatilia, wakangojea. Ndio mwendo wa saa 7 walipoona kwamba hajarudi kabisa, wakakuja kwa kituo cha polisi cha Langas kupeana habari kwamba kuna mtu ambaye amepotea. Na wakati tulipata ripoti hiyo, tukaanza uchunguzi, tukaanza kucirculate kama mtu ambaye amepotea, na vile vile tukapata kuanza uchunguzi tuone ni kwamba ni nini ambayo imeweza kufanyika, kwa sababu mtu si kawaida mtu kupotea kwa muda huo mpaka wakati huu. So hivi sasa uchunguzi unaendelea ili tuweze kubainika ni mahali wapi hako ama ni nini inaweza kuwa imefanyika.